Salamu kwa mpenzi msikilizaji wa vipindi vyetu vinavyorushwa hewani kupitia PJ Classic kila siku. Tunaamini kwamba unaburudika, unajifunza na kupata taarifa mbalimbali zinazoendelea ulimwenguni kote. Na hii leo nimekuletea sehemu ya maisha ya mwanamke mmoja, mke wa rais ambaye maisha yake yamekuwa yakileta utata kila kunapokucha, Brigitte Macron. Mimi ni Emmanuel Havi kupitia PJ Classic. Alizaliwa Aprili 13 mwaka 1954 huko Amiens, Ufaransa. Akapewa jina la Brigitte Marie-Claude Tragnius akiwa kitinda mimba ndani ya watoto 6 wa mzee Jean Tragnius na Simon akiwa mama yake. Brigitte akalelewa katika imani ya dini ya Kikatoliki tangu utotoni mwake. Akapelekwa katika shule ya msingi. Alipomaliza akajiunga na shule ya upili ya Sacré-Cœur ambapo alijikita katika kusoma lugha kama vile Kifaransa, Kiingereza na Kilatini, na akabobea vizuri zaidi ya wanafunzi wenzake alipokuwa hapo shuleni. Brigitte alipohitimu shule ya upili tayari alikuwa ameshakuwa kwenye mahusiano na kijana Andrew Louis. Kwa hivyo tarehe 22 mwezi June mwaka 1974 Brigitte aliolewa na Andrew huku akiwa na miaka 20 na Andrew Louis akiwa na miaka 23. Pamoja wakaanza maisha na kujaliwa kupata watoto watatu. Wa kwanza akiwa ni Sebastian aliyezaliwa mwaka 1975, wa pili akiwa Lawrence aliyezaliwa mwaka 1977 na wa mwisho akiwa ni msichana Tiffany aliyezaliwa mwaka 1984. Kwa hivyo familia ya Andrew Louis akiwa na Brigitte waliendelea kukaa katika Trotshire, mtaa mmoja uliopo huko Ufaransa, hadi mwaka 1991 walipoamua kuhamia huko Amiens. Kwa sababu Brigitte alipokuwa shuleni alikuwa amesomea swala linalohusiana na mambo ya lugha, basi katika miaka ya 80 alipokuwa ameolewa alitumia nafasi hiyo kufundisha lugha ya Kiingereza katika shule ya Lycée Baga iliyokuwa upande wa Strasbourg katika miaka ya 80. Kwa hivyo walipokuwa wakihama pamoja na familia yake ili mlazimu kuhama shule hiyo ya Lycée Baga na kwenda kutafuta kazi hiyo ya kufundisha, lakini katika shule nyingine kwa kipindi hiki. Basi akapata nafasi ya kuwa mwalimu tena katika shule ya Lycée de la Providence ambapo hapo alikuwa anafundisha Kifaransa na Kilatini. Lakini nje ya hapo akapewa majukumu mengine na shule hiyo ya kusimamia klabu za maigizo zilizokuwa zikiendelea na michezo hapo shuleni. Hii ikimaanisha ya kwamba alipomaliza majukumu yake ya kufundisha darasani ili mlazimu kwenda kufuatilia vikundi hivyo vilivyokuwa vikifanya michezo. Na ndipo katika klabu hiyo ambayo yeye akiwa kiongozi alipata nafasi ya kukutana na Emmanuel akiwa miongoni mwa wanafunzi waliokuwa wakifanya maigizo hayo, na jambo lenyewe likaanzia hapo. Emmanuel Macron aliendelea kuwa karibu na mwalimu wake kwa sababu nyingi muhimu ambazo zilikuwa zinafanya wawili hao kuendelea kuwa pamoja. Moja, Emmanuel Macron alikuwa ni mwanafunzi mzuri aliyekuwa anafanya vizuri sana darasani kwa uelevu wa kushika mambo haraka na adabu. Katika swala la michezo ya maigizo alikuwa mwanafunzi wa kipekee kwa mwalimu wake Brigitte, maana Macron alikuwa ndiye mkariri na mwandishi wa michezo mingi ya kuigiza. Alipokuwa amemaliza kuandaa michezo hiyo alimpelekea mwalimu wake Brigitte kwa kupitia, kisha kuruhusu wanafunzi wengine waicheze. Na swala lingine ni kwamba kwa kuwa Emmanuel Macron alikuwa anasoma darasa moja na mtoto wa Brigitte, kwa hiyo kama mzazi ambaye alikuwa mwalimu angemwambia Macron achunge mtoto wake wanapokuwa darasani na kuhakikisha anafanya vizuri kimasomo. Ndani ya miezi michache mwanafunzi wa miaka 15 akajikuta katika penzi zito na mwalimu wake aliyekuwa anachungulia miaka 40. Mwaka mmoja baadaye Macron alishindwa kuficha penzi zito alilokuwa nalo kwa mwalimu wake. Familia yake ilipogundua hilo na kupata ugumu wa kuwatenganisha, wazazi wake wakaamua kumhamisha na kumpeleka upande wa Paris ili aendelee na masomo na kuachana na kile ambacho walikiita ukichaa wa mtoto mdogo kupendana na aliyekuwa analinganishwa na mzazi wake. Siku, miezi na miaka vikapita, hatimaye kilichokuwa na mwanzo kikawa na mwisho. Emmanuel Macron akamaliza masomo.
Mapenzi ni hisia, Vanilla amekwisha kusema. Macron na Bridget wakaendelea pale ambapo walikuwa wameachia, na wakati huu walikuja bila kuhurumia yeyote. Mwaka 2006 Bridget akaomba talaka kwa mumewe, wakatengana huku wakiwa na watoto 3 pamoja. Na mara tu baada ya kuachana mwaka 2007, Macron akamuoa Bridget aliyekuwa mpenzi wa ujana wake, Macron akiwa na umri wa miaka 29 huku Bridget akiwa na umri wa miaka 52. Kila maamuzi ya mwanadamu katika maisha kila wakati huwa yana matokeo yake, aidha chanya au hasi. Kwa hivyo Bridget alipoolewa na Macron alipoteza sehemu kubwa ya marafiki zake, wakidai ya kwamba hawako tayari kuandamana na yeye baada ya maamuzi yake ya kuolewa na aliyekuwa nadhaniwa kuwa kama mtoto wake. Upande wa Macron naye inasemekana kwamba mama yake alimuita na kumwambia, na nukuu, "Huyo unaidai kwamba unahitaji kumuoa aliingia kwenye ndoa yake ya kwanza kabla ya wewe kuzaliwa." Kwa hivyo hiyo ilionyesha dhahiri kwamba mama yake alikuwa miongoni mwa ile sehemu kubwa ya watu ambayo ilikosa kumuunga mkono Emmanuel Macron katika ndoa yake aliyokuwa tayari kuanzisha pamoja na Bridget. Mke wa rais wa Ufaransa ni miongoni mwa watu ambao wamejikuta katika maneno mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa muda mrefu, licha ya kutumia nguvu nyingi kunyamazisha chochote kilichokuwa kikilenga maisha yake halisi Bridget. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo kwamba kuna mengi yanayohusiana na maisha halisi ya mwanamke huu, lakini kwa leo niruhusu nikujuze hili moja linalodai ya kwamba yeye alizaliwa akiwa mwanaume na baadaye akaamua kujibadilisha kujifanya mwanamke. Kiuhalisia, mtu anapotaka kuwa rais wa nchi ni jambo la lazima yeye na familia yake kuweka maisha yao hadharani. Kwa mfano, inabidi nchi ijue mtu huyo alizaliwa wapi, alienda shule gani, wazazi na ndugu zake ni watu wa aina gani, alikoma vipi, hata ikibidi alipitia mahusiano mangapi hadi kufikia kwa mke ambaye amemuoa hadi sasa. Hivyo pia inabidi iwe hivyo hata kwa mkewe anayedaiwa kuwa ni mke wa rais. Ilipotokea kwa maisha yaliyopaswa kuweka hadharani ya Bridget yalipokosekana, shida ikaanzia hapo. Watangazaji 3 waliojaribu kufanya utafiti juu ya maisha yake wote walifariki vifo vya kutatanisha pia kwa kufuatana. Kwa hivyo serikali ya Ufaransa baada ya kuona ya kwamba jambo hilo limekuwa linaleta shida katika nchi hiyo dhidi ya maisha ya mke wa rais bila ya kupata majibu ya maswali yaliyokuwa yakiendelea dhidi ya mwanamke huo, serikali ikaamua kuanzisha uchunguzi yenyewe hadharani. Kwa hivyo serikali ya Ufaransa ilidai kwamba inahitaji kupewa picha zote zinazoonyesha maisha ya mwanamke Bridget tangia utotoni hadi kufika mahali ambapo alikuwa amefika. Kinyume chake, familia ya mwanamke huyo ilitoa tu picha 2 ambazo picha moja ilionyesha akiwa chini ya umri wa miaka 10 na zingine zikionyesha akiwa ameshakuwa mwanamke ambaye alikuwa kwenye ndoa tayari ameshaolewa, kitu ambacho serikali ya Ufaransa ilishindwa kuamini na kuelewa, ikizingatia ya kwamba mwanamke huyo alikuwa amezaliwa katika familia ya kitajiri na ni jambo la kawaida katika familia ya tajiri kufanya matembezi ya familia ambapo picha hushikwa kwa ajili ya kumbukumbu, au watoto wanaposherehekea siku zao za kuzaliwa picha hushikwa na kuwekwa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Kwa hivyo serikali ilishindwa kujiaminisha kwa kile ambacho ilikuwa imeelezwa na familia ya mwanamke huyo. Hii ilionyesha dhahiri ya kwamba serikali hiyo ya Ufaransa ilishindwa kuamini kile ambacho ilikuwa inajaribu kuambiwa. Hata hivyo hawakuvunjika moyo, bali waliamua kuanzisha utafiti katika picha hizo ambazo walikuwa wamepewa. Picha hii iliyokuwa imepatikana, familia ya Bridget kwenye maelezo yao walisema kuwa mtoto huyu mdogo ambaye ni msichana ndiye aliyekuwa Bridget enzi hizo, familia ya Bridget ilidai. Lakini serikali ya Ufaransa ilipofanya uchunguzi dhidi ya maisha ya huyu mtoto mdogo ikabaini kuwa mtoto huyu alifariki akiwa na umri wa miaka 3 na kaburi lake lilijulikana mahali ambapo lilikuwa. Hii ikawa kinyume na madai ya familia ya mwanamke huyo. Uchunguzi ulipoendelea kwenye picha hiyo ikabainika kuwa mtoto huyu kijana, tarehe zake na mwaka wa kuzaliwa vinaingiana na tarehe na mwaka wa yule Bridget, na majina ya mtoto huyo yakabainika ya kwamba alikuwa anaitwa Jean-Michel Tragnis. Kuanzia hapo
ushawishi ukaendelea kuwa mwingi wa kuamini kwamba kila ambacho kinazungumzwa na watu wa nje kwamba Brigitte Macron kuna uwezekano alizaliwa akiwa mwanaume na baadaye kujibadilisha kuwa mwanamke kuna ukweli ndani yake. Na hizi ndizo sababu tatu ambazo zilishawishi wao waendelee kuamini kwamba kweli mwanamke huyu alizaliwa mwanaume na baadaye akaamua tu kujibadilisha. Kwanza, sura ya mtoto huyo na sura ya Brigitte ya sasa hivi ilitosha kusema kila kitu kwa yeyote aliyekuwa na macho ya kutazama. Kwa mfano, ukiangalia mashavu, masikio, kichwa, kope na pua za kijana huyo, vyote hivyo ukiviangalia kwa ukaribu vilithibitisha kusema ukweli wote kwa yeyote ambaye alikuwa na macho ya kutazama. Pili, maisha yake kukosekana hadharani. Mtoto huyo tangu akiwa na umri wa miaka 10 hadi 30 hakuna picha yoyote inayomuonyesha. Kuhalisia ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu mbalimbali zilizotolewa hapo mwanzo za familia yake kuwa tajiri. Kwa hivyo wasingeshindwa kuwa na picha yoyote ya mtoto huo angalau akisherehekea hata siku yake ya kuzaliwa. Kwa hivyo serikali ya Ufaransa ikajiaminisha ya kwamba kuanzia umri wa mwaka 11 hadi miaka yake 29 ambapo maisha yake hayako hadharani, kuna uwezekano ndio miaka ambayo alikuwa amejibadilisha kutoka kuwa mwanaume na kujifanya mwanamke. Kwa hivyo maisha yake hayo katika umri huo yalikuwa mafichoni. Tatu, kabla ya Brigitte kuolewa na Emmanuel Macron, kuna picha hii ya mzee huu ambayo inaaminika na jamii kuwa huyu mzee ndiye aliyekuwa mume wake wa kwanza kama vile ambavyo watu walikuwa wanadai, kitu ambacho ndani ya miaka mingi kimekuja kujulikana kwamba sio kweli. Ushahidi ulitolewa na ndugu wa mzee huyo aliyedai kusikitishwa na taarifa zilizokuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimhusisha mzee huyo kuwa ndiye aliyekuwa mume wake wa kwanza wa mwanamke Brigitte. Kinyume chake akasema ya kwamba mzee huyo na Brigitte wote walikuwa ni walimu ambao walikuwa wanafundisha shule moja, na picha hiyo ambayo inazunguka mitandao ya kijamii ikidai kwamba hao ni mume na mke, akasema ya kwamba ilishikwa wote wawili hao wakiwa shuleni ambapo walikuwa wameenda kusherehekea sherehe za wanafunzi wao. Na kwa kulithibitisha hilo akaweka hadharani picha moja ambayo ilikuwa imeenea ikionyesha Emmanuel Macron akiwa mwanafunzi na walimu hao wawili wakiwa wamesimama nyuma yake. Ndugu wa mzee huyo aliendelea kusema vile ambavyo haelewi ni jinsi gani watu hao wanaendelea kumuingiza katika mambo ambayo hayaeleweki, ili hali mzee huyo ako na familia yake, mke na watoto ambao wanajulikana na ulimwengu, tofauti na kile ambacho kinadaiwa ya kwamba yeye ni mume wa mwanamke ambaye hata wao wenyewe kama familia hawamtambui. Jamaa huyo alipokuwa anaendelea kuongea, aliendelea kufichua siri nzito ambazo ulimwengu haukuwa tayari kusikia. Maana alisema ya kwamba familia ya mke wa rais iliendelea kufuata familia ya mzee huo na kuwapea kiasi cha pesa nyingi, wakidai ya kwamba wanahitaji picha hiyo iendelee kuwa kwenye mitandao na familia hiyo kuendelea kukiri ya kwamba mzee huyo ndiye aliyekuwa mume wa kwanza wa Brigitte. Nikukumbushe ya kwamba unapoenda kwenye mitandao yote ya kijamii kutafuta mume wa kwanza wa mwanamke huyo Brigitte, picha hiyo ya huyo mzee ndiyo huwa inatoka ikiashiria ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa mume wa kwanza wa Brigitte. Kwa hivyo hata baada ya serikali ya Ufaransa kumaliza kufanya uchunguzi wake, haikuwekwa hadharani licha ya wao wenyewe kujiaminisha ya kwamba mke wa rais wa Ufaransa wa sasa hivi kuna uwezekano wa hali ya juu ya kwamba yeye alizaliwa akiwa mwanaume na baadaye kujibadilisha kuwa mwanamke. Baada ya mjadala huo kuendelea, mambo mengi yaliendelea kuibuka, ikiwemo baadhi ya wanawake pia ambao walijitokeza kudai ya kwamba waliwahi kuwa kwenye mahusiano na mwanamke huyo kabla hajajibadilisha kuwa mwanamke. Kwa hivyo swala la Brigitte Macron kuonekana kishambulia mumewe kwenye ndege, watu wengi waliona kwamba ni jambo la kawaida, wakijiaminisha kwamba ni kawaida wanaume wanaoishi pamoja kugombana na kupigana. Hata wale watoto wake watatu aliokuwa nadai ya kwamba ni wake, wote watu walidai ya kwamba hawakumbuki wakimuona akiwa mjamzito. Kwa hivyo ikakisiwa ya kwamba ni njama ambayo walitumia kuonekana katika jamii ya kwamba ni mama, ili hali na jambo hilo lenyewe sio ukweli.
Usisahau ya kwamba ulikuwa unatusikiliza kupitia PJ Classic. Kama kawaida, endelea kuwa pamoja na sisi katika vipindi mbalimbali vinavyohusiana na burudani, michezo na mambo ya kijamii. Mimi nikiwa Emmanuel Havi. Pia unaweza kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube na Twitter kwa ajili ya kuendelea kuburudika na kujifunza na kupata taarifa mbalimbali zinazohusiana na ulimwengu.